Hii ni ripoti review ya Global TV na mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Tuko kwenye viunga vya sheria na kwenye ripoti review leo hii tuna kisa kinachowahusisha waliowahi kuwa marais watatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitwa na mahakama kwa ajili ya kwenda kutoa ushahidi, kama ambavyo tunaona hivi sasa kwenye kesi ya uhaini na mkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Miongoni mwa mashahidi ambao amewaomba na kupitia mahakama amesema kwamba ataomba kwamba wafike kwa ajili ya kutoa ushahidi. Wakati anatoa ushahidi wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanasheria walifafanua kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 tunayoisimamia, kifungu cha 46 kimefafanua kwamba rais akiwa madarakani na hata akitoka nje ya madaraka hawezi kushtakiwa kwa makosa ya jinai. Hapa wakitaka kufafanua tu kwa namna gani ambavyo rais sio rahisi kumpeleka mahakamani, lakini pia kupitia sheria ya masuala ya rais, yani Presidential Affairs Act namba 8 na 9 imeeleza kwamba mahakama haiwezi kumlazimisha kwa namna yoyote rais aliyopo madarakani kufika mahakamani, kwa maana ya kwamba haiwezi kumlazimisha kwenda kutoa ushahidi ama haiwezi kumlazimisha kufika mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma au kesi yote ambayo iko dhidi yake. Kwa leo hii tunataka tuangalie hawa marais watatu ambao wana title hiyo ilikuwaje waliitwa mahakamani kwenye kesi moja, na hiyo kesi ilikuwa ni kesi ya namna gani? Kesi hii bana ilifunguliwa mwaka 2007 katika mahakama ya Kisutu pale jijini Dar es Salaam, na iliwahusisha maafisa wawili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao walikuwa wakifanya kazi katika ubalozi wa Rome nchini Italia. Wa kwanza alikuwa ni balozi wa Tanzania katika nchi ya Italia pale katika mji wa Rome, alikuwa anafahamika kwa jina la Profesa Costa Ricky Mahalu, na wa pili alikuwa ni msimamizi wa ofisi ya ubalozi katika mji wa Rome pale nchini Italia, anafahamika kwa jina la Grace Alfred Martin. Hao wote wawili walikutwa na kesi ya kujibu kwamba walishtakiwa mwaka 2007 katika kesi hiyo ya uhujumu uchumi namba 1 mwaka 2007, na wakakutwa na kesi ya kujibu kama ambavyo ipo hatua ya Mheshimiwa Lissu katika kesi inayomkabili. Na msingi wa kesi yao inaelezwa kwamba mwaka 2002 walinunua jengo la ubalozi katika mji wa Rome au Roma pale Italia. Na katika kununua jengo hilo kulikuwa kuna utatu wa mikataba. Mkataba wa kwanza ambao serikali ilielezwa kwamba inapaswa ilipe kwa ajili ya ununuzi wa jengo hilo ilikuwa ni euro milioni 1.3, unakwenda kulipa euro milioni 3.9. Serikali ilidai kwamba serikali ilipata hasara euro milioni 2.6, ambayo kwa fedha za Tanzania, kwa thamani ya fedha kipindi hicho ilikuwa ni zaidi ya shilingi bilioni 5 za Kitanzania. Hivyo waliwashtaki Profesa Mahalu pamoja na Grace kutokana na uzembe huo, huku mashtaka yao yakiwa 6 katika shauri hilo, ikiwemo kula njama kumdanganya mwajiri lakini kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, lakini ya 3 ilikuwa ni kuitia hasara serikali kwa maana ya kumtia mwajiri hasara, ya 4 ikiwa ni kufoji nyaraka na kadhalika. Sasa katika shauri hilo, baada ya kukutwa na hatia, waliomba watu watatu wafike mahakamani kwa ajili ya kuwatetea, kama ambavyo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amemuomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wakiwemo chama chake, lakini pia na serikali. Wao waliwaomba watu watatu, wa kwanza akiwa ni rais wa kipindi hicho Mheshimiwa Jakaya Kikwete akiwa ni rais wa awamu ya 4, lakini pia rais wa kipindi wakati jengo linanunuliwa Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, na watatu ni waziri wa ujenzi wakati huo wakati jengo hilo linanunuliwa ambaye alikuwa ni Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na msingi wa kumuita Kikwete mahakamani, wao walieleza kwamba Mheshimiwa Kikwete mwaka 2001 alikuwa ni waziri katika serikali ya awamu ya 3 ya Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kama waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, na alifanya ziara katika mji wa Roma nchini Italia. Na alipofika pale ubalozini, baada ya kuona mazingira yalivyo pale na majengo, akasema kwamba hapana, inatakiwa litafutwe jengo jingine linaloendana na wakati huo. Kwa hiyo akashauri kwamba linunuliwe jengo jingine. Kwa hiyo yeye alihusishwa kama waziri aliyekuwa kipindi kile, alianza kushauri kwamba jengo jingine litafutwe au linunuliwe. Tafsiri yake hapa kwamba hawa watu walitaka kuonyesha hawakuwa na nia ya kuitia hasara serikali, kwa sababu hata wazo la kununua jengo halikuwa la kwao. Na mwaka 2002 ndipo ambapo jengo hilo lilinunuliwa, huku pia waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa akiwa bado ni Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete. Kwa hiyo alitaka afike mahakamani aonyeshe kwamba yeye ndiye alianzisha hilo wazo. Kwa hiyo hawakuwa na nia ovu ya kuitia serikali hasara.
Lakini shahidi wa pili ambaye pia alitaka afike mahakamani, kipindi hicho alikuwa bado ni waziri pia, akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5, ambaye ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Yeye waliomba pia afike mahakamani kwa sababu kubwa moja. Kwenye serikali ya awamu ya 3 ambapo jengo hilo lilinunuliwa, yeye alikuwa ni waziri wa ujenzi, na kwa utaratibu wa serikali majengo yote yanapouzwa au yanaponunuliwa lazima tathmini ifanyike. Kwa hiyo kuna afisa kutoka kwenye ofisi ya waziri Dr. John Pombe Magufuli, hayati huyu hivi sasa, alienda kwa ajili ya kuthibitisha ubora na viwango vya jengo hilo, akakubali kwamba au akashauri kwamba serikali inunue jengo hilo kwa jina la MT Kimweri. Kwa hiyo waziri husika ndo alipaswa afike mahakamani kwa ajili ya kwenda kuthibitisha kwamba ni kweli nilimtuma afisa wangu, au yeye waziri aseme kwamba afisa wangu fulani fulani aliletea ripoti ambayo niliona kwamba jengo hilo lilipaswa linunuliwe kwa thamani hiyo ya fedha ambayo ilitolewa na serikali. Sasa hao wote wawili, kwa maana ya hayati Dr. John Pombe Magufuli pamoja na Mheshimiwa Jakaya Kikwete, wao hawakwenda au hawakuitikia huo wito wa mahakama, na tunafahamu kwamba mahakama huwa inamlazimisha shahidi kwenda kutoa ushahidi wake. Lakini hapa Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete alikuwa na kinga ya kisheria kupitia sheria ya Presidential Affair Act namba 8 na 9, ambayo inasema kwamba kwa namna yoyote mahakama haiwezi kumlazimisha rais kwenda mahakamani. Sasa ukishaambiwa kwa namna yoyote, inawezekana ikawa kama ameshtakiwa au ameitwa kama shahidi. Kwa hiyo hapa alikuwa na kinga ambayo ilikuwa inategemea tu yeye utayari wake wa kwenda ama kutokwenda. Lakini pia shahidi wa pili alikuwa ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Yeye pia hakwenda kwa sababu kubwa moja. Kwenye kipengele hichi ambacho kinatoa nafasi ya mtu anayeshtakiwa kuleta mashahidi, mara nyingi huwa inategemea utayari wa shahidi mwenyewe kuenda mahakamani. Ikiwa kuna ulazima na kuiomba mahakama imlazimishe huyo mtu aende, lazima athibitishe kwamba kupitia huyu, kutokana na ushahidi ambao ulitolewa, ni muhimu aje, kwa sababu bila yeye labda mimi ushahidi wangu utakuwa hauna mashiko, au wakati tukio linafanyika huyu mtu alishiriki ama alikuwepo eneo la tukio, ndipo ambapo mahakama inaweza kumlazimisha. Tofauti na kuwa upande wa jamhuri ndio unaotakiwa kuthibitisha makosa, kama ni wewe ambaye unashtakiwa tayari makosa yamethibitika, huwa ni vigumu sana kwa mahakama kulazimisha shahidi aje, kwa sababu shahidi kwa kiasi kikubwa anapaswa kwenda kutoa ushahidi kwa utayari wake, na lazima kama analazimishwa kuwa kuna interest au kuna faida ambayo inatokana na maamuzi ambayo mahakama inayatoa. Kwa hiyo kwa Dr. John Pombe Magufuli haikumlazimisha sana kwenda kutoa huo ushahidi kutokana na mazingira hayo kwa maana ya mahakama. Lakini mtu wa tatu ambaye anakamilisha engo yetu, engo ya marais watatu ambao waliwahi kuhudumu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wote kuitwa katika kesi moja, ni Mheshimiwa hayati Benjamin William Mkapa. Yeye alikuwa ni miongoni mwa watu waliitwa, na yeye aliitwa kwa sababu mwaka 2002 wakati jengo hilo linanunuliwa, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi hicho alikuwa ni yeye, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Sasa Mkapa yeye mnamo Mei 6 mwaka 2012 akiwa ni rais mstaafu, alienda kutoa ushahidi dhidi ya Mahalu pamoja na Grace. Na kwenye kitabu chake cha My Life, My Purpose, alieleza kwamba wanasiasa wengi sana walimshangaa au hawakumuunga mkono kwa yeye kwenda kutoa ushahidi mahakamani, na hawakumuunga mkono kwa sababu tu waliona kwa hadhi yake hakupaswa kwenda mahakamani kwa sababu alikuwa ni rais mstaafu. Lakini yeye alichoeleza kwenye kitabu chake kwamba alienda kutoa ushahidi kwa sababu ya kuwezesha au kusimamia kuona kwamba haki inatendeka. Kwa hiyo anadai kwamba alienda kutoa ushahidi huo kwa sababu alikuwa anajua ukweli juu ya kesi ambayo kina Mahalu pamoja na Grace walikuwa wanashtakiwa nayo, na kwa kiasi kikubwa anasema walikuwa hawana hatia kwa sababu serikali ndio iliyoidhinisha ununuzi wa jengo hilo, na yeye akiwa kama rais ndiye aliyepitisha fedha hiyo. Kwa hiyo hakukuwa na ukweli wa tuhuma dhidi yao. Kwa hiyo alienda mahakamani kwa ajili ya kuwezesha haki kuona kwamba inatendeka. Na baada ya Mheshimiwa Mkapa kutoa ushahidi huo, hiyo kesi mwaka 2012 hukumu yake ilitoka na Mahalu pamoja na Grace wakawa huru, kwa maana kwamba kesi yao ilifutwa na mahakama ikatoa ushindi dhidi yao. Baada ya hapo upande wa serikali kupitia mwendesha mashtaka mkuu wa serikali yani DPP alikata rufaa kwenda mahakama kuu, na baada ya kukata rufaa akaona pia hana nia kuendelea na shauri hilo, hivyo akaachana na shauri hilo, kwa maana kesi hiyo ikawa imefutwa. Kwa hiyo ni kesi yenye mlolongo mrefu ndani ya miaka 5 ambayo ilisikilizwa kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka
2012 na ndani yake ina visa vingi sana. Kuna siku tutakuja kuipitia na kuichambua hapa kupitia report review, lakini hii kesi iliweka hiyo historia ya marais ambao waliwahi kuhudumu Tanzania wakiwa hai wote watatu kuhusishwa na kupewa wito wa kufika mahakamani wote kwa pamoja. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba The Babas. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.